Yes, ukweli ni kwamba Yanga wapo katika kundi gumu sana katika michuano ya kombe la CAF Champions League. Na kwenye swala la hilo kundi gumu linakuja kutokana na watu ambao walipangiwa nao, mtu kama Al Ahly na wale watu wengine ambao wanawafanya wale Waarabu wote ambao kwa kwenye kiwango bora zaidi ambao wanawafanya Yanga waonekane ni underdog kutokana na kiwango chao cha sasa hivi. Na kwa nini watu wanasema Yanga iko katika kundi gumu kwa sasa, na ni vitu gani labda Yanga wanaweza wakafanya ili mradi kuweza at least kusonga katika hii hatua inayofuata? Bwana, mimi ningependa kuwashauri Yanga kama wanahitaji kufika katika hatua ya mtoano, kwamba kumaanisha hatua ya robo finali kufika, Yanga kuna vitu anapaswa kuvifanya. Vitu hivyo ni viwili. Cha kwanza, iko kitu nimeona wameshaanza kukifanya, wanataka kujaribu kurudisha morali kwa wachezaji wao. Sawa, ni kweli Dube hayuko katika kiwango kizuri kwa sasa. Ni kweli Dube yuko na hofu kubwa ambao anaipitia kwa sasa. Ni kweli Dube anapata shida sana kwenye kupata matokeo au kufunga. Unaweza ukamwacha hata na kipa hivi, lakini akashindwa kufunga kwa sababu ana confidence. Sasa Yanga wanachokifanya, hata mashabiki wao wanafanya kurudisha confidence kwa wachezaji wao. Ndio maana unaona kama trick ambazo zinazotumika kuwapa hela, kuwapa matumaini, kuwashangilia, kuwasifu kwa kina, ni jambo zuri sana. Kitu cha pili ningependa kuwashauri Yanga, bwana, Yanga wanapaswa mechi zao za nyumbani zote 3. Mechi zao za nyumbani 3. Sawa sawa. Wanatakiwa kuhakikisha wasikose alama 7. Katika mechi zao za nyumbani 3 wasikose alama 7. Kwa maana kwamba wapambane vivyote vya kuweza. Kwa nini nasema alama 7? Cha kwanza, afu kitu kingine ninachotaka kusema kwamba wapambane vivyote vya kuweza Yanga wapate katika mechi zao za nyumbani 3 wapate alama 7. Alafu mechi moja ya ugenini watafute kitu, either sare au washinde. Itawasaidia kwa sababu hili kundi kiliangalia ni kundi gumu kinyama. Katika kundi hili, kwa jinsi mechi zilivyokuwa, sitaamini kwamba kuna mtu atafikisha point 15 katika msimamo wa kundi hili. Umeona? Yaani hili kundi ni gumu sana. Kwa Yanga ili aweze kufanikiwa na hesabu zake zikae vizuri, asije akapoteza mechi zake za nyumbani. Yaani apambane kwa kufanya vivyote, maana Figisu wanaziweza. Kama Simba wanaweza kuwafunga Simba mara 5 mfululizo, na Simba ambaye kwenye group stage anaweza kufanya wonders zaidi. Watumie technique ambao unaweza kufanyia kumfunga Simba. Kama wanatumia chochote watumie. Kama wataweza kufanya hivyo, watadhihirisha ukubwa wao. Yanga wana nafasi ya kupita katika kundi hili, japo ili kundi bado niliko tight, lakini wana nafasi pia ya kufuzu. Uwezo kumuondoa Al Ahly sawa, lakini mpira una matokeo mengi. Licha ya hivyo, Yanga naipa big up, inaweza kufanya vizuri.